Nataka tuzungumzie namna ambavyo roho ya uchawi inavyoweza maliza familia nzima. Ujue kuna kitu kinaitwa witchcraft, uchawi. Sasa uchawi ni roho ambayo inakuwa ndani ya mtu. Na huyo mtu ambaye roho inakuwa ndani yake ndiye anayeitwa mchawi. Sasa kwenye familia yenu pakiwa na mtu mwenye roho ya uchawi, anaweza akawamaliza familia nzima bila nyie kujua. Mtakuwa tu mnaona mambo yenu yanakwama. Utaona watu hawasomi vizuri, utaona watu kazi zao haziendi, utaona watu wanashindwa kuivuka hatua fulani za maisha. Kumbe kwa sababu kuna mtu kwenye familia hiyo au kwenye ukoo huo ndani yake amebeba roho ya uchawi. Na sifa kubwa ya hii roho ni kumaliza familia na kuiacha ikiwa haina kitu. Na ndio maana mkiwa mko kwenye ukoo au kwenye familia, msipoishtukia hii roho ya uchawi, mnaweza mkajikuta mmemalizwa familia nzima. Siku zote Mungu huwa anatafuta mtu mmoja atakayesimama kwa ajili ya familia. Na ndio maana yamkini unaponitazama mahali hapa kwenye familia yenu mnamalizwa polepole na hii roho ya uchawi. Hebu wewe leo kuwa wa kwanza, kuwa huyo mtu ambaye Mungu anamtafuta wa kulijenga boma. Simama ujenge boma. Simama ujenge misingi ya familia. Simama uwe wa kwanza kupambana na hiyo roho ya familia. Anapopatikana kwenye familia mtu mmoja mwenye hofu ya Mungu, mwenye kiu ya kujifunza kuomba, mwenye kiu ya kujifunza kuishi maisha ya wokovu, mwenye kiu ya kuishi maisha ya kiroho serious kama ambavyo yanatakiwa kuishi, huyo mtu lazima atakuwa ndio mmaliza roho ya uchawi kwenye familia. Mkiona roho ya familia inawashinda, jua kwenye familia yenu imekosekana muombaji. Hebu kuwa muombaji ndani ya familia. Utaona roho ya uchawi inaanguka na roho wa Mungu anasimama.